majina naitwa King Cobra, ni kiongozi wa chama cha Freemason. Nimekaimu nafasi hii kama Metro kwa muda wa miaka mingi sana. Na leo nasikitika kutangaza kifo cha mpendwa wetu, mwanachama wetu, alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni Mjaluo kutoka Kenya, ambaye amejiingiza katika siasa na tukamfanikisha kwa nyadhifa mbalimbali na mali pamoja na kila kitu za majini alipata. Nasikitika sababu yake ni kwamba tumemuua kwa sababu amekosea masharti ya chama. Alitaka kujitoa na kutoa siri zetu za chama. Kwa hiyo adhabu ni kifo. Kwa hiyo tulimtengenezea kifo cha ugonjwa wa moyo ghafla na amefariki. Natoa angalizo, unapojiunga na chama, jiunge na chama moja kwa moja, usijiunge na ukasubutu kutoa siri zetu sisi. Kwa hiyo nasikitika kutangaza kifo. Kenya inaangamia na kifo kinachofuata ni cha Pastor Ezekiel Odelo Kenya. Kifo cha Raila Odinga mimi ndio nilikitabiri. Mimi nilikitabiri kifo mwezi uliopita, lakini watu wa Kenya mlizalau, mkapuzia kwa sababu mimi ndio mwana mkuu. Mimi ndio ninamfanikisha mtu. Mimi ndio ninayemfanya mtu awe tajiri. Mimi ndio ninayemfanya mtu awe kwenye nafasi hiyo. Cha msingi ni kunisikiza mimi na kunitii mimi na kutii maagano ya Lucifer. Wengi mnafanya makosa kama Raila Odinga. Kwa hiyo poleni sana wa Kenya. Chama King Cobra, nasikitika kutangaza kifo cha Raila Odinga ambaye ni Mjaluo. Majina yake ya ukoo anaitwa Ajambo Tinga au Nyundo kwa waliomzoea kumuita. Amezaliwa tarehe 7 mwezi wa kwanza 1975 na amefariki tarehe 15 Oktoba 2025 akiwa na miaka 80. Alichukua nafasi ya waziri mkuu mwaka 2008 hadi 2013 na akaingia katika upinzani, chama pinzani mnamo mwaka 2013 na akajaribu kugombea nafasi ya urais zaidi ya mara 5 na amekosa nafasi. Alikuwa mbunge wa Lang'ata kwa 1992 hadi 2007 na pia akawa waziri wa nishati 2001 hadi 2002. Akawa pia waziri wa barabara 2003 hadi 2005. Pia baada ya kuwa waziri wa barabara alifanikiwa kujiunga na chama mwaka 2007 na akiwa nafasi ya uteule ambayo kipindi hicho ilikuwa ni zamani sana, akawa mteule na akafanikiwa kupata mali na pesa nyingi za majini. Pia amekuwa na kushiriki Umoja wa Afrika miundombinu 2018. Upekee wake, Raila Odinga Amolo, Mr. Amolo, mwanachama ambaye ni marehemu, sisi kama viongozi tunasikitika kutangaza kifo chake siku ya leo. Upekee wake, alikuwa ni mtoto wa chifu Jaramogi Oginga, na pia huyu chifu alikuwa ni makamu wa rais Kenya. Baba yake pia alikuwa ni mpinzani wa rais wa kwanza wa Jomo Kenyatta kama mnakumbuka. Kaka yake Oburu Odinga ambaye alikuwa ni mbunge wa Eala. Ana mke mmoja ambaye anaitwa Ida Betty Odinga pamoja na watoto 4. Na katika watoto 4, mmoja wapo mtoto wa kwanza huyu Fidel ni mwanachama wetu. Ana Fidel, ana Rosemary, ana Raila na Winnie. Kifo chake ni itabiri mwezi uliopita tarehe 5 mwezi wa 9 2025. Mlipuzia, lakini sasa yametimia. Mimi kama mkuu wa chama cha Masonic nipende kuomba lazi kwa Kenya kwa yaliyotokea, lakini pia nipende kusisitiza kwamba unapojiunga na chama, jiunge na chama moja kwa moja. Usisubutu kutoa siri za chama kwa sababu utakufa na adhabu ni kifo. Bashu kamili Luso bin Goza, Luso bin Amanda, Luso bin Makei, Luso bin Zohali, Luso bin Jumnati, Ima Sasaki Mashilash, Luso vile beto butastarafu. Kwa majina naitwa King Cobra, ni mkuu wa chama cha Freemason ambaye ni kiongozi katika ngazi ya Metro. Leo nasikitika kutangaza kifo cha mwanachama wetu mpendwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye amefia Kerala, India tarehe 15 Oktoba 2025. Na kifo chake mimi nilikitabiri mwezi uliopita
sababu tumemuua sisi wenyewe, kwa sababu amekosea masharti ya chama. Amekosea masharti kwa kutaka kujitoa kwa nguvu baada ya kufanikiwa vitu vyote, na amekuwa amegombea nyadhifa ya urais kwa miaka mingi sana. Amegombea zaidi ya mara 5, lakini amekosa nafasi. Kwa hiyo tukamfanikisha katika biashara zake na makampuni yake, lakini bado akataka kujitoa baada ya kupata zile mali. Na sisi tulisema adhabu ni kifo. Na msiba wake pia ni wa kutatanisha sana. Ukiangalia ameuawa kwa mshtuko wa moyo, ugonjwa ambayo haueleweki. Kwa hiyo tumetengeneza sisi kifo. Na baada ya Raila Odinga, kifo kinachofuata ni cha Pastor Ezekiel Odelo. Na hichi kifo mimi nilikitangaza, cha Odinga nilikitangaza mwezi uliopita. Tena nilitangaza tarehe 5 mwezi wa 9 2025 kwamba lazima afe. Lakini watu mlibisha, lakini leo hii hayo yamekuwa. Mimi ndio kiongozi, cha msingi ni kunitii sheria mimi mwenyewe. Kwa hiyo poleni sana wanandugu, mtusamee bure. Ni swala zima la chama. Ukikosea masharti, adhabu ni kifo. Unapojiunga na chama na maagano ya chama, unataka ujiunge moja kwa moja. Usije ukajiunga ukatamani kujitoa, utakufa. Kwa hiyo ukijiunga na chama, jiunge.